Habari ya wakati huu ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Mesia Rufingo. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya mazingira, na kwa mazungumzo haya nawakilisha Kana Schools iliyopo Iringa, na jambo lililonileta hapa ni mimi ni mratibu wa mazungumzo ya kitaifa. Kwa mazungumzo ya kitaifa inategemeana na mada mbalimbali katika kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Kwa leo mada iliyopo mezani ni mazungumzo juu ya upatikanaji wa huduma ya maji ya kunywa bure, yani bila malipo. Ile sehemu ya maji ya kunywa tu, kwamba kila Mtanzania kila siku awe na nafasi ya kupata maji ya kunywa bure kila siku. Kwa katika utaalamu wetu wa tafiti tunajua angalau Mtanzania au mwananchi yoyote kwa mtu mzima atahitaji kunywa angalau maji lita 4 kwa upande wa mwanaume, lakini kwa mwanamke atahitaji maji lita 3. Kwa hiyo tutakwenda namna hiyo, na watoto pia na kiwango chake kulingana na maeneo husika. Kama ni sehemu ya joto, kama ni sehemu ya baridi, basi viwango vinatofautiana. Kwa hiyo tunaleta huu mjadala kama wataalamu, kwa kuwa sisi ni wataalamu pia, ndio wazo limeanzia kwetu, lakini tupo wengi nchi hii, na utaalamu wetu tuunganishe nguvu ili tuweze kushauri wizara, hatimaye Mheshimiwa Waziri mpaka Mheshimiwa Rais juu ya huduma hii. Tutaleta mawazo yetu kwa pamoja katika majadiliano haya ya kitaifa, tuwe na hoja moja, tuweze kuishauri wizara tukiwa na misingi ya kitafiti. Kwa wakati tunapeleka kwa wenzetu, ni jambo ambalo tayari tuna uhakika nalo, tunawapa namna ya kutekeleza ikiwezekana na kulithibitisha linawezekana. Lakini tunaalika wataalamu wote katika nchi hii wenye weledi na utaalamu wa mambo haya ya maji, hasa upatikanaji, uwekezaji kwenye mambo ya kufadhili pia wenzetu, sababu Wizara ya Maji wana mfuko wa maji, watahitaji ufadhili, waone namna gani ili jambo linaendana. Lakini kwetu lilipoanzia na mawazo yetu ni kwamba tunatarajia kuwa na dira au mita za maji zenye uwezo kila siku zinaweza kumpa kila muhusika kulingana na kaya. Kama kaya ina watu 5, basi ile mita au ile dira itawekewa miundombinu na miundombinu sahihi kwamba kila siku iweze kuwapa wale watu 5 maji bure. Kwa haya mambo yote yatatokana na mjadala. Namna gani sisi tumefikiria namna ya mita, lakini wenzetu pia tukikutana na wataalamu wenzetu tutakuja na namna nzuri zaidi ikiwezekana, au hii kuiboresha. Sisi katika kuanzisha tuanze na dira itatupa namna hiyo. Lakini namna gani yale maji yatapatikana bure kila siku? Hii imejikita kutokana na uhalisia kwamba maji awali sisi tukiwa wadogo maji ilikuwa ni huduma bure. Maji yote ni vile tu ilikuwa inapatikana mbali kidogo, unakwenda kuteka maji kwenye angalau hata kilomita zinafika, lakini ni maji ya bomba, yalikuwa safi kabisa, tunateka tunarudi nyumbani kutumia. Haikuwa na malipo. Ila kwa sasa hivi kutokana na miundombinu na uwekezaji uliofanyika na serikali na watu tuko wengi katika uendelevu ya yale maji na ile huduma yote ya usambazaji kupitia mamlaka zetu, imebidi kuwepo na gharama kwa ajili ya ile huduma iwe endelevu. Kwa sababu kama hatulipii, miundombinu ikiharibika, basi ile haraka wa kurekebisha kupitia serikali kuu unaweza kuchelewa au usifanyike. Lakini kwa kupitia kuchangia, ambapo tumeona mamlaka zetu za mijini na vijijini, kwa hiyo kuchangia miundombinu ikipata hitilafu unaweza kurekebisha, hata wakihitaji kuongeza pia eneo la huduma, hiyo inafanyika. Kwa sasa sisi tunataka kama wataalamu katika nchi hii, wizara yetu ya maji imefanya mambo makubwa sana. Mpaka Mheshimiwa Rais hivi juzi siku ya maji duniani tarehe 22 Machi aliweza kumpongeza Mheshimiwa Waziri na wizara yake kwa ujumla na kuwapigia saluti kabisa kwamba wanafanya vizuri na anaridhika. Na kiukweli kwa takwimu zao ni kwamba maji upatikanaji kwa nchini kuna mijini na vijijini. Mijini wana zaidi ya 95% ambayo ilikuwa ni malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mwaka 2025. Lakini maji vijijini pia wamejitahidi, wamekwenda mpaka zaidi ya 83. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio, na ndio maana Mheshimiwa Rais aliwatambua na kuwapongeza. Na tunaamini malalamiko yapo katika upande wa maji. Sisi watafiti tukiwa tunaendelea na tafiti zetu tunakutana na mengi, ila tunaamini yanatokana na hizi asilimia zilizobaki. Mijini kwa kuwa sio 100%, ni asilimia ndogo imebaki, lakini pia na changamoto zinabadilika, huenda maji yanapatikana, changamoto zinakuwa nyingine. Kwa hiyo wenzetu wa Wizara ya Maji tunawasisitiza wasiendelee kuchoka, mambo yako hivyo. Lakini kwa upande wa vijijini ile 84
ina maana kuna asilimia iliyobaki ya 16. Sasa ukikutana na wale wa asilimia 16 ukawauliza habari ya maji, kweli utapata malalamiko. Kwa hiyo wasichoke watu wa Wizara ya Maji, kazi yao inafanyika, inaonekana. Lakini katika hizi asilimia nzuri zilizofanyika sasa, huko wenzetu wa 84 na huko wenzetu wa zaidi ya 95 kwa mijini, ambako kuna baadhi wamefika mpaka 99. Tunataka sasa tuende mbali zaidi. Mtu anayefanya vizuri anapongezwa. Na tuliona hata siku ya maji duniani hiyo tarehe 22 ambapo ilikuwa imerushwa live kupitia tovuti mbalimbali kama ya YouTube. Mheshimiwa Rais pia alikiri kwamba yeye ni ambassador wa baadhi ya mambo mengi. Lakini siku hiyo pia alitunukiwa kuwa ambassador wa jambo lingine tena. Kwa mwenye nacho tunasema anaongezewa, lakini majukumu yakija hatuchoki. Kwa maneno hayo, Mheshimiwa Waziri anafanya vizuri. Mheshimiwa Waziri wa Maji anafanya vizuri, lakini hatuishii hapo. Sisi tunamuongezea kama watafiti na wataalamu kwenye mambo haya. Tunaona kuna fursa katika mambo ya kupatikana kwa huduma ya maji. Kwa sasa tunapendekeza tuje na jambo la huduma ya maji ipatikane bure, lakini ile sehemu ya maji ya kunywa. Kwa hiyo tuna misingi ya kwa nini hii huduma ipatikane bure. Sisi kama watafiti, baada ya kuona tunafanya utafiti, tunaweka tafiti zetu mitandaoni, na kiukweli kwa tunakoweka mitandaoni ni sehemu nyingi ni nje ya nchi. Na watumiaji wenzetu kidogo kwa teknolojia zao nzuri na wanasoma, wanafanyia kazi hata pia mapendekezo kwa kulingana na wanarasilimali. Kwa hiyo tumekuwa kama wataalamu unafanya kazi wengine. Kwa hiyo badala ya kuandika na kuweka mapendekezo yetu kama ilivyo kawaida ya watafiti, tumeona tuje na mjadala wa kitaifa. Tushiriki Watanzania, wataalamu wa Tanzania wote of course, lakini wataalamu katika mambo haya. Na of course katika mjadala huu, kwa kuwa sasa tumeanza na mjadala wa maji, tunatarajia kuwa na mjadala mingine. Na kwa upande wa maji tumeanza na hii ya upatikanaji wa maji, hili ni eneo la usambazaji wa maji. Tumeona hiyo ni fursa ya Wizara ya Maji kuendelea mbele zaidi katika kutoa huduma mbali na iliyopo ya sasa, wanafanya vizuri. Lakini kwa nini sasa tunakuja na hii maji yapatikane bure kila siku? Kiukweli maji tunaosema yapatikane bure kila siku ni maji ya kunywa. Sio maji yote kwa matumizi mengineyo ikiwemo kupikia, kufua, kupigia deki, kama ni garden na shughuli nyingine zote za nyumbani. Ila tunataka ile sehemu ya maji ya kunywa tu, kwamba ile ni haki ya msingi ya kila Mtanzania apate maji ya kunywa bure, haijalishi hali yake ya kiuchumi. Na hapa mamlaka zetu za mijini na vijijini, moja ya sehemu ambayo mjadala utakuwepo ni kuongeza nguvu, kwamba kumbe swala la kumfikia maji mwananchi yoyote hasa nyumbani kwake ni tulichukue watu wa kusambaza maji. Habari ya kulipia bili itakuja baadaye anapotaka matumizi tofauti na maji ya kunywa. Kwa haya yote ni katika mjadala huu kwamba inawezekanaje, tufanyeje. Kwa tutakuja na mapendekezo lipi linawezekana, na moja ya mapendekezo ni kwamba kupatikana kwa maji bure itatatua changamoto yetu ya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kwa sasa joto limeongezeka, na kwa maana hiyo sisi ambao tulizoea joto dogo kidogo, mabadiliko ni madogo lakini tunaona tofauti. Kwa hiyo kuna uhitaji katika kukabiliana na haya mabadiliko, mmoja wapo ni kuwa na uhakika wa kupata maji ya kunywa. Haya maji ya kunywa kila siku, ambayo tunaiona kwenye mikoa yenye joto zaidi. Kwenye mikoa ya baridi sio sana, lakini bado kuna namna na yenyewe imeongezeka tofauti na awali. Kwa hiyo ile swala la kunywa maji ili kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi liwe la msingi kwa kila mtu. Ndio maana tunasema maji yawe bure, mtu asikose sehemu ya kupata hata maji kwa ajili ya kukabiliana tu na mabadiliko ya tabia nchi, kwamba sasa joto limeongezeka kidogo, mtu anazidi kuwa na kiu zaidi. Kwa hii ni mojawapo ya kwa nini maji ya kunywa yapatikane bure kwa kila mwananchi Tanzania. Sababu ya pili ni ya usawa wa kiuchumi lakini na kiafya. Katika kiuchumi, maendeleo yetu makubwa kwa sasa ni maji ya chupa. Wenzetu wa maji ya chupa, japo ni biashara lakini wamefanya vizuri sana. Maji yanayokuja ni ya uhakika, ya usalama, na wenzetu wa viwango wa TBS wanathibitisha hilo, kwa tunawashukuru. Kwa tunaamini katika sehemu ya afya, licha ni biashara ya maji ya kunywa ya chupa, ila wamesaidia sana Wizara ya Afya kuondokana na matatizo ya magonjwa mbalimbali yanayotokana pengine na maji au na kukosa maji safi na salama. Lakini hatutaki hiyo iwe ndo kama ni fimbo ya kumchapia mnyonge, kwamba mwenye nacho ndo anapata, kwamba maji ya kunywa atakunywa mwenye kipato cha kuweza kununua maji ya chupa. Hapana, maji yetu ya mamlaka sasa hivi ni maji safi na salama, na hivyo haya tunaona fursa, kila mtu akipata maji ya kunywa haya atakuwa tofauti na yale maji ya chupa ambayo inataka uwezo. Kuna haya maji sasa kwa ajili kutoka serikali, sasa anaweza kuyapata bure kila siku kwa ajili ya kunywa.
Kwa lile gap la maskini na tajiri kuhusiana na upande wa maji, hasa maji ya kunywa, litakuwa limepotea. Kwa serikali yetu kwa hili, na hapa ni mapendekezo ya mjadala huu, itakuwa imefanya jambo zuri. Kwa tukiongeza lile la climate change resilience, tunakuja na hili la usawa pamoja na afya. Na kwa upande wa afya, hasa magonjwa, watu wanaugua, wanakwenda hospitali, wanapata matibabu, wanaambiwa dawa hizi tumia labda ndani ya muda fulani. Ila yale maji yanayokwenda kuchukua kunywa, kuna dawa za watoto zile za kuchanganya na maji, kuna watu tunakunywa vidonge kama tunaumwa, lakini yale maji unayotumia. Kwa hiyo inategemea, na labda wakati wa kuugua wengi wanajitahidi kwamba angalau unue maji ya chupa ili achanganye dawa. Lakini kiukweli hali zetu inawezekana sio hivyo wote. Labda pia mtu hajawahi ona, lakini kiukweli watu wanatumia maji yoyote. Na kama sio maji ya mamlaka ambayo yanasambazwa, kwa upande wa usalama hasa wa wadudu huwa ni mdogo sana. Sababu baadhi ya maji ya visima, huenda visima haviko salama, watu wanatumia. Ila watu wa mamlaka wanahakikisha maji yao kila siku ni safi na salama, ndio wanasambaza. Kwa maana hii, kwa upande wa afya na upande wa magonjwa, ndugu zetu tutakuwa tumewapunguzia kupitia huduma ya maji, na huu utakuwa ni mjadala mmoja wapo pia. Kwa tukiongeza jambo lingine ni haki ya mtu, yani isiwe mamlaka zetu zinaonekana zinafanya biashara kwamba hujalipa, hujapata huduma. Yani hiyo tu inatuonesha kwamba mamlaka zetu, ukiangalia usajili wake kwa kupitia msajili wa hazina, ni kwamba zinatoa huduma. Lakini ukiangalia mpaka mtu anakatiwa huduma ya maji, kuna mashule yana watoto, kuna hospitali pia ina wagonjwa, lakini wewe tu sio lazima uwe una machangamoto ndo basi unastahili kukatiwa maji. Tunataka tuondoe hiyo. Hizi mamlaka zinaonekana zinafanya biashara, haijalishi hata kama wanakusanya, ndio uendeshaji wenyewe. Tunaona miradi inafanyika mingi, japo serikali inawekeza, lakini mamlaka kupitia makusanyo wanaongeza huduma na kuboresha zile zilizopo. Kwa watu katai haya mambo ya kukusanya kwa ajili ya uendeshaji. Ila isiwe ndo mtu anakosa maji kabisa. Mheshimiwa Rais wakati alikuwa ni mgeni rasmi hii siku ya maji duniani tarehe 22 pale Mlimani City, alisema mtu anaweza kuishi bila upendo lakini hawezi kuishi bila maji. Kwa hii inaonyesha kabisa umuhimu wetu wa kuwa na maji angalau ya kunywa. Haya maji mengine ndo mtu aendelee na habari ya bili, alipie bili ndo maji atumie kwa matumizi yake. Lakini maji ya kunywa kabisa, kunywa hivi na sio mengi. Takwimu zinatuambia si zaidi ya lita 4 kwa siku. Mamlaka zetu zina uwezo, na haya mambo tunataka tuweke kitaalamu, tuweze kushauri Wizara ya Maji, ambapo tutakuwa tumemshauri Mheshimiwa Waziri, ambapo pia tutakuwa tumemshauri Mheshimiwa Rais lichukuliwe hatua. Na hasa safari hii tunakwenda na habari ya uchaguzi. Haijalishi hili ni swala la chama gani, sisi kama wananchi maji yatoke bure ya kunywa kila siku. Hii haina habari ya chama, hii ni yetu sisi wananchi kunufaika wote. Kwa hiyo haijalishi mtu yuko chama kipi, haijalishi kiongozi ni wa chama kipi. Tunaomba aungane na hili, tujadili kwa pamoja, tuendeleze taifa letu mbele, hasa upatikanaji wa huduma ya maji bure ya kunywa. Huu mjadala unatarajiwa kufanyika mwezi wa 6. Awali ulikuwa ufanyike mwezi wa 5, lakini watu walioalikwa bahati mbaya hawakuwa na nafasi ya kushiriki. Lakini kushiriki kulikuwa kuna namna nyingi. Kulikuwa kuna kushiriki bila kuhudhuria, ni mchango utafanywa kazi wakati wa majadiliano. Lakini kulikuwa kuna kushiriki, mtaalamu au mhusika anapenda ashiriki lakini hana uwezo wa kushiriki. Kwa hiyo tuliomba pia ajisajili, kwa sababu inaweza tukapata namna ya ufadhili akashiriki. Lakini kuna ushiriki wa kujifadhili, kwamba pamoja na hayo yote naweza kujigharamia mwenyewe, naweza kuchangia tu kiasi ili nishiriki mkutano au mjadala wa kitaifa kuhusiana na habari ya maji, upatikanaji wa huduma ya maji ya kunywa bure. Lakini pia unaweza kuchangia kwamba wengine washiriki. Kuna makundi ambayo yana michango na wangependa kushiriki kwa kufika kabisa eneo la mjadala, ila hawana namna. Kwa unaweza kuchangia kwa kufadhili na majadiliano yakaendelea, na ukatambulika pia mchango wako kupitia taasisi yako au mwenyewe binafsi. Kwa jambo la kwanza ni mjadala wetu utakuwa tarehe 27 mpaka tarehe 28, ni kwa muda wa siku 2, mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Lakini jambo lingine ni kwa hili jambo ni la shule, na shule inatoa elimu, na shule yetu ambayo ni Kana Schools ina misingi ya Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere atuachia urithi wa kutambua adui wa kitaifa, ambayo maadui wetu katika taifa hili ni ujinga, umasikini na maradhi kwa maana ya afya. Kwa hiyo kama shule ambayo ni Kana Schools
tunapigana pamoja kuungana na jitihada za watu wengine katika sekta ya elimu, kuanzia elimu ya watoto, elimu ya watu wazima mpaka chuo kikuu. Ni tunakwenda mbali zaidi tofauti na darasani. Hii ya kufundishana kulingana na mitaala, kulingana na stage za mtoto alivyo mpaka atakapohitimu hadi ngazi za juu. Tunakwenda ngazi nyingine ya kupigana na pia na maradhi kwa maana ya afya. Na hapa ndo tumeona hii eneo la maji kwamba maji yana nafasi nzuri sana. Wenzetu wa afya hasa mahospitali wana takwimu nzuri ikiwemo mlipuko wa magonjwa mbalimbali kama kipindupindu, ambao hii sasa imeonyesha sehemu nyingi ilitokea, lakini chanzo kikubwa ilikuwa ni maji. Maji safi na salama yalikosekana. Kwa hivyo Wizara ya Maji iliingia michakato mingi kuhakikisha maji safi na salama yanatokea. Lakini hata akipatikana mgonjwa mmoja, ili isienee yasisambae ya magonjwa, kwamba inawezekana chanzo ni kingine cha kipindupindu, lakini kuenea kwake ni rahisi sana kupitia maji. Kwa maji kama hayakuwa safi na salama, basi kuenea kwa haya magonjwa. Magonjwa kama typhoid, wenzetu wa afya hasa hospitali wanaona, wakiangalia takwimu za vipimo hivi hata kabla ya maji ya usambazaji wa maji ile huduma, kwamba tuna cover kiasi gani, zile asilimia za mjini zaidi ya 95, vijijini zaidi ya sasa mpaka 84. Ila awali magonjwa yalikuwa mengi, kwa sasa kuna namna magonjwa yamepungua. Labda takwimu zinakuwa tu kulingana na watu wengi wanaongezeka. Kwa hiyo tutaangalia kwa upande wa asilimia. Kwa sababu awali huenda watu walikuwa wengi sana tofauti na sasa. Kwa hiyo ukiangalia asilimia ndio utaona kabisa maji safi na salama yamechangia huduma ya afya kuwa sawa. Kwa lakini pia ukiangalia kwenye mapendekezo haya kuna watu wa huduma mbalimbali, hasa hawa wanaotoa bila za maji au mita za maji. Wao wana namna nyingi. Kuna mita ambazo tayari ziko smart, zinasoma ukijaza tu kama mita za umeme maji yanatoka, lakini kuna mita zile za kusoma mwisho wa mwezi. Wenzetu watu wa huduma huwa wanapita kuonesha umetumia kiasi hichi, kwa hiyo inakuwa ni unalipa deni baada ya matumizi. Kwa hiyo kuna maboresho haya katika mjadala huu. Tunataka wenzetu wa utaalamu wa dira za maji ambazo pia Mheshimiwa Rais siku ya maji duniani kama mgeni rasmi alielekeza watu wa local, watu wetu wa hapa ndani wenye ubunifu za namna hii wapewe kipaumbele, ikibidi ziwe katika kanda. Kwa hawa pia tunawaalika katika mjadala wetu, ili katika moja ya mapendekezo ni mita zitumike kutoa huduma hii. Sasa hawa katika mjadala ule pia watusaidie inputs kwamba tufanyeje ili tuweze mita zetu ziwe smart, kiasi kwamba tukishajua kaya hii na watu 50 au kaya hii na watu 10, basi kulingana pia na umri na mahitaji yao ile mita iweze kutoa yale maji kwa siku husika, tofauti na maji mengine ambayo hiyo kaya itahitaji kulipia. Lakini kila siku kaya ile iweze kupata huduma ya hiyo kiasi hicho kulingana na wao. Lakini pia katika majadiliano haya tutaona kama ikiwezekana siku hiyo labda katika kaya husika baadhi ya watu hawakuepo kama tulivyotarajia dira itoe, mambo haya yaweje, maji yale yaweze kutoka siku ya pili, yani kwamba yasipotee ile siku, kwamba asije kwa mtu akutumia basi ndio yamepotea kabisa au yanaendelea kujilimbikiza. Haya yote itakuwa majadiliano ya mjadala huu ili tuweze kutoa ushauri mzuri. Kwa upande wa huduma ya maji tutafanya hili katika mjadala huu. Tutarajia kuwa na mijadala mingi katika sekta nyingi. Mjadala huu umeanza kutokana na weledi wa sisi wataalamu waanzilishi wa hii ni mambo yetu ya mazingira na hasa maji. Ndio maana tumekuja na hii. Na katika maji tumeanza na usambazaji maji kulingana na umuhimu wake. Lakini tutakwenda na lingine la kulinda vyanzo. Huu mjadala utakuwa wa namna yake kwa awamu nyingine. Vyanzo vyetu tunalalamika sana, vyanzo vya maji vinaharibiwa. Lakini sisi ndio wananchi, ndio sisi tunaomba, sasa tunapendekeza tuwe na huduma ya maji bure ya kunywa. Lakini sisi hao tutakuwa tunaharibu chanzo au vyanzo vya maji. Kwa hiyo tutakuwa na mjadala pia. Kama wataalamu tuna namna nyingi ambazo tunaweka kwenye tafiti ambazo sio kila mtu anasoma au sio kila mamlaka inayoshughulikia itaweza kusoma kila kitu. Lakini nyingine, matatizo mengine yanayoweza kutatuliwa labda kwa nchi za wenzetu, labda sio njia zile zile tunaanza kuzitumia. Kwa hiyo tunataka tuibue njia zetu wenyewe, uzoefu wetu wenyewe. Kwa hiyo tutakuwa na mjadala mwingine unaohusiana na rasilimali za maji, namna gani tunaanza kuzilinda. Na pia habari yetu ya huduma za ubora wa maji. Haya maji tunaposema ni safi na salama, ni vipimo vya watu wetu wa maabara wamethibitisha kwamba ni safi na salama. Na huu utakuwa ni mjadala mwingine kwa sababu vipimo vinatokana na maabara. Na maabara nchi hii, hata serikali yenyewe ina maabara nyingi. Wizara ya Maji wana maabara, tuna wizara nyingi wana huduma ya maabara na ambazo zina uwezo pia kupima ubora wa maji. Lakini zile taarifa za kusema haya maji ni safi na salama, nani ana nguvu ya kusema hiyo, nani aseme, ili tusilete taharuki. Sababu hata watafiti kupitia vyuo vyetu vikuu wanafanya katika haya ya maji yetu tunayosambaza au ya kwenye mito. Lakini pia majibu yanatolewa, wananchi wanapata status yale. Kwa hiyo tutakuwa na mjadala mwingine unahusiana na habari za ubora wa maji
ili tuweke mambo sawa, tumsaidie Mheshimiwa Waziri, watu wasilete taharuki katika habari ya kutoa taarifa za ubora wa maji kutokana na maabara. Sababu tuna pia wenzetu wa huduma au wadau wa maendeleo ambao ni NGOs pia wanaweza kutuangalia tunaendeleaje kwenye mamlaka zetu, lakini ile status ya yale majibu hata wenzetu wa afya pia wanachungulia, hasa wadudu katika kaya. Kwa hiyo tunaweka namna nzuri tufanyeje ili Wizara ya Maji ambayo sasa mwisho siku yeyote atakayesema huko maji yakoje, basi yeye anaangukiwa yeye. Kwa hiyo utakuwa pia ni mjadala wa aina yake kuhusiana na utaratibu mzuri tufanyeje kuhusiana na ubora wa maji. Tunatarajia tuwe na mjadala mingi, na hii iko katika listi kulingana na uhitaji na sisi tulivyo itazamia iwe. Lakini tunadhani mambo yakienda mazuri zaidi tutafika na habari ya Wizara ya Nishati ambako tuna hii huduma yetu ya upatikanaji wa umeme, kwa sababu kwa sasa tuna bwawa la Mwalimu Nyerere limeshaanza kufanya kazi kwa asilimia kubwa sana, na tunasema umeme wetu umekuwa mwingi kiasi kwamba tunafikiria kupeleka nje ya nchi. Kwa namna yake tunataka tuone namna Watanzania waweze kunufaika na huduma hizi kama ilivyo huduma ya maji ya kunywa bure. Tuje na wataalamu wetu wa nishati tuone namna nzuri ni ipi, kwamba Watanzania wanalipia bili ndio, lakini tunaanza kuona namna kwamba angalau kila Mtanzania katika kila kaya apate ule umeme wa kuwasha taa tu kwa muda ule anahitaji kuwasha, na ule usiku mzima labda taa za nje. Yani tuje na hizi takwimu nzuri tushauri Wizara ya Nishati kwa ajili ya tupate huduma ya umeme pia, angalau kasehemu tu kwa kuwasha umeme wetu usiku kucha, kuongeza usalama, kwa sababu jeshi letu linafanya kazi, lakini kwa usiku kuhusiana na habari ya kuwa na mwanga, hiyo ni rahisi pia kwa wenzetu wa ulinzi, watu wa polisi na jeshi kwa uzima. Lakini tusikose umeme. Umeme tukikosa iwe ni changamoto nyingine ya kwamba mitambo imefanyaje, itilafu imetokea, lakini angalau taa tupate huduma ya taa iwake tu, hata ya nje labda na ya ndani. Yani tutakuja na takwimu hizo katika mijadala yetu, sababu haya mambo inabidi tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu Watanzania tuko wengi na wataalamu tuko wengi, hasa watafiti. Sasa kila mtu kwa muda wake, kama tutaweza kila mtu apate nafasi ya kumshauri Mheshimiwa Waziri au Mheshimiwa Rais, kwa kweli haitakuwa rahisi, na sio rahisi kila mtu atamfikia kiongozi na kumpa ushauri wake na hasa kujithibitishia ushauri ni sahihi. Lakini kama wataalamu hatutaishia pia kusema kwenye machapisho yetu ya kitaalamu na kitafiti au kielimu zaidi. Tutakuwa kwenye majadiliano haya wenyewe tukipeana mapendekezo, pia tukijadiliana na kukosoana kwenye mapungufu ili kwa pamoja tuje na boresho moja. Wakati tunapeleka katika wizara husika au viongozi husika au kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe, anaona kabisa hii ni sauti ya wataalamu wetu kwa pamoja, hatukupoteza muda, lakini yale ambayo yalikuwa na mapungufu tumeboresha kabla ya kumfikia yeye, ambapo ni rahisi sasa kwanza kuamua. Na pale huwa tunakuja na njia kwamba tunaona kabisa hili litekelezwe vipi, kwa sababu wakati wa kushauri unashauri hili lifanyike, lakini nzuri zaidi lifanyikeje ili tuendelee kwa pamoja. Hili ni jambo la haya majadiliano. Lakini jambo lingine kama wataalamu, viongozi wetu ni watumishi wa umma kupitia serikali na mihimili yake yote. Sasa ukiangalia viongozi, kwa nature ya viongozi ni wanatuwakilisha na pia kututumikia kwa niaba kupitia serikali. Hasa namna viongozi ilivyo na hasa maono ya wanatutumikieje, na ndio kisa cha kuja na hii mijadala ya wataalamu. Tunataka viongozi wetu, kwa sababu sehemu nyingi tumesema viongozi wetu ni vichwa. Yaani kama tukichukulia mwili wa binadamu kwamba kiongozi ni, basi sehemu nyingi tutasema kiongozi ni kichwa. Kiongozi ni kichwa, kiongozi ni kichwa. Sasa hii tunataka tulete mabadiliko, kwamba kiongozi kama ni mwili wa binadamu tusimuite kiongozi ni kichwa. Badala yake kama tutahitaji kuthaminisha au kufananisha na kiungo, tumuite kiongozi ni shingo. Kwa maana ya kichwa au vichwa ni sisi wananchi. Sisi ndio wanayotuongoza. Ukiangalia viongozi wetu wote wanatokana na sisi wenyewe. Na kwa kweli ni matarajio yetu viongozi waweje. Kwa hiyo badala ya kuwaita viongozi wetu ni kichwa, kwa maana matarajio au na fikra zake ndio tuongoze, kwa sababu sio kwamba wana nia mbaya, lakini hakuna anayejua kila kitu. Licha ya kuwa anaweza kuwa ni mbobevu au mtaalamu katika eneo fulani. Ndio maana na sisi pia licha ya kuwa ni wataalamu na wabobevu katika mambo ya mazingira, na pia tumekuja na pendekezo, lakini bado hatujaridhika. Tunahitaji kuwa na wenzetu kukosoa mapendekezo, kuboresha ili tushauri vizuri katika mamlaka husika. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wote, hasa watumishi wa umma, hata kama ni wa sekta binafsi, lakini kama wewe ni kiongozi, uchukulie wewe sio kichwa,
kwa kuwa unaongoza watu. Kama tunapenda kufananisha na viungo vya binadamu, tunaomba tukufananishe wewe kama shingo. Kwa maana shingo inaelekeza kichwa, kulingana na kichwa kinataka nini. Kwa sisi wananchi, sisi tunataka nini, tujadiliane, tukubaliane, hili ni bora kwetu, hili ni sahihi kwetu, ndo shingo itatupa uelekeo. Kwa viongozi wetu wote, na uongozi wetu mkubwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaomba kama wananchi tumpe mapendekezo yetu kwa umoja wetu, sababu atakuwa anapata sehemu nyingi, sababu mama yetu anafikika, kuna mitandao inafikika, kuna njia zingine lazima kupitia viongozi wetu. Unaweza kumfikishia mapendekezo yako, lakini ni wewe peke yako. Kwa atakufanyia kazi kwa vile unavyoona wewe peke yako. Lakini haya majadiliano ya kitaifa tunahitaji kwa pamoja. Kuhusiana na jambo fulani tuseme sauti ya pamoja. Tuje wenyewe kama lina mapungufu, kwa sababu ukikaa peke yako kuna namna unasema hili lingefanyika hivi ni vizuri zaidi. Hili lingefanyika, kukosoa inakuwa rahisi sana. Lakini unavyosema lingefanyika hivi, kama ungepata sauti hiyo yako isikike, labda lingefanyika unavyodhani wewe, lakini pia huenda lingekuwa lina mapungufu vile vile, ambapo mwingine bado angeona lingefanyika vinginevyo, lingekuwa sahihi zaidi. Kwa kabla tujafikia hatua ya kujaribu na kukosea na kujaribu na kukosea au tukafanikiwa lakini sio kwa ukubwa huo, wacha tukutane wenyewe wataalamu kwa pamoja. Tuweke mambo yetu sawa, ndio tupeleke kwa viongozi wetu, ambao sasa kwa kukutana kwetu sisi ndio vichwa. Tufikirie, tuweke utaalamu wetu, tuweke na solution, kwa sababu matatizo yapo. Tunapendekeza iwe hivyo, lakini tupendekeze pia namna iweje, ndio tumpelekee kiongozi wetu kuhusika, kutegemeana na sekta husika. Kwa viongozi wetu wote tunatarajia muwe kama shingo, muwe tutakupitiana na majadiliano ya kitaifa, tuje na input au mapendekezo ya namna iweje, lakini mpokee ndio mtupe mwelekeo kwamba kwa hivyo wananchi mnavyohitaji, basi tunaelekeo wetu ni huu. Kwa hivi tuelekeo wetu ni huu. Kwa sisi wacha tuwe vichwa ili tufikirie, kwa sababu wasomi tuko wengi sana, kuanzia ngazi ya darasa la 7, kuanzia kidato cha 4, kidato cha 6, vyuo vya kati, kwa maana ya shahada, astashahada. Mambo haya tuko wengi. Na hivi kulingana pia tunafanya shughuli nyingine labda tofauti na tulizosomea, lakini ule weledi wetu kichwani na kufikiria haya mambo, tukija kwa pamoja tunakuja na kitu kizuri, badala ya kulaumu viongozi labda mliopata nafasi kwamba mngefanya hivi, tutawalaumu kwa namna tofauti. Tuko wengi, kila mtu ukimsikiliza utakuta na solution tofauti. Kwa hiyo ukitekeleza ya mmoja wapo, bado changamoto kwa wengine itaibuka ni vile vile. Sasa wacha sisi wenyewe tukutane huku tujadiliane kitaifa, tuje na solution ambayo kwa kweli licha ya kukosoana mapungufu na jitihada, tunakuja na kitu chenye mwelekeo mzuri angalau.